ambayo yanafundishwa ndio uwe vile unataka, ni ngumu kuwa hivyo. Praise God. Na kwa hivyo watu wa Mungu, ukitaka kuwa mtu wa Mungu, mpaka ufundishwe neno la Mungu, ndio hili neno likubadilishe ukae kama Mungu. Praise God. Amen. Maandiko inasema ya kwamba they also continued in fellowship. Fellowship ni ushirika. Na ushirika ni zaidi ya vile huwa tunawaambia ya kwamba siku fulani kuna ushirika. Kama ukikaa tu siku moja haujamuona, huwa unasikia ni kama hauridhiki. Mpaka unaweza kumpigia simu, umuulize kwani leo umepotea wapi? Huyo rafiki ni kuonyesha ya kwamba wakati mnakutana, you fellowship together. If we are fellowshipping together, hawezi kukaa bila kumiss kuonana na mimi. Watu ambao wana fellowship together inamaanisha ya kwamba wanashirikiana. Praise God. Amen. Kama ni jambo fulani, huyo mtu hawezi kumweka kando. Kwa hivyo fellowship ni zaidi ya kukuja na kuomba na kutoka. Hata wakati hamko pamoja, huwa unawaza juu ya huyo mtu na huwa unamwaza mambo mazuri. Ukiona jambo lingine ama ukienda mahali pengine, huwa unatamani ya kwamba afadhali mtu fulani tungekuwa na yeye hapa na yeye aweze kupata kile nimepata, because you are in fellowship. Praise God. Amen. Kwa hivyo fellowship si kukuja hapa Wednesday na kuomba kabisa na ukimaliza in Jesus name unatoka. If you are fellowshipping together, hata kuachana huwa ni ngumu, kwa sababu huyu ni mtu ambaye mna fellowship pamoja. Praise the Lord. Amen. Biblia inasema ya kwamba pia hao ambao waliamini, inasema ya kwamba in the breaking of bread and in prayers, ya kwamba walikuwa wanaumega mkate pamoja na pia wanaomba pamoja. Breaking of bread together, nataka niseme ya kwamba sio Holy Communion peke yake. Watu ambao walishiriki ni mtu ambaye alikuwa ana invite mwingine na mwambia karibu lunch tuende kwangu, ama wanamaliza na mmoja ama wote wanatafuta chakula wanakula pamoja, kwa sababu ni watu wanapenda. Bwana sifiwe. Ndio hii mambo yote ambayo nimekuambia iweze kuwabadilisha wawe watu wa Mungu. Na hiyo neno lingine nasema ya kwamba then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Maandiko inasema walipoanza hivyo, maandiko inasema ya kwamba watu hao wengine wakawaogopa wakati waliona ya kwamba hawa watu hii mambo wanafanya, kuwaingilia ni ngumu. Praise God. Amen. Na wakaona wamebadilika, na maandiko inasema kwa sababu hiyo mpaka miujiza na ishara nyingi zikafanyika. Mtu wa Mungu, nataka kusema nini? Nataka kukuambia siku ya leo ya kwamba katika maeneo yote ya maisha yetu, we need coaches, we need trainers, we need mentors, watu ambao wako juu yako kwa sababu wamehitimu. Mtu ambaye unaweza kwenda kwake ukiwa na jambo fulani ambalo unahitaji, na akushauri vizuri ama akuelekeze vizuri ili uwe mzuri zaidi ya vile ulivyo. Praise God. Amen. Siku moja niliona mama moja na nikahurumia msichana wake. Msichana wake ako university na anasema very proud ya kwamba huyu yangu wangu mpaka chapati hajui kupika. Akaongea mambo mengi, akasema huyu hata ukimwambia hawezi, na ako university. Sasa nikashindwa
huyu kama akiolewa bwana yake si atakuwa na shida. Praise God. Ama wazee hampendi machapo. Praise the Lord. Si wazee mnapenda chapo. Imagine ukiwa msichana aanze kukuambia oye. Unajua siku hizo nasemanga oye. Mimi sijawahi kupika nini? Na ulikuwa unahitaji. Aanze kukuambia please twende kwa supermarket ukanunue. Kuanzia hapo hiyo ndoa imeanza kuwa na shida. Praise God. Sasa si wasichana wanafaa waende kwa watu ambao wanajua kupika chakula wafundishwe. You need a mentor. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. You need a mentor. Mtu ambaye ataenda akuambie koroga unga namna hii, nafanyangwa hivi na kufundisha kupika chakula. Fanya nini? Si utamwachilia tu afanye vile anataka. Praise God. Na ukimwachilia baadaye atalia, lakini hata utasikia vibaya kwa sababu ulijaribu. Kuna mtu alikuwa siku moja ananiambia nataka kuniombea nipate Bwana. Na tunaomba kabisa. Ananiuliza, ananiambia sijui kwa nini. Mahali Mungu ananielekeza, hiyo naona kama ni shetani alijibu. Na mwambie okay, kama ni shetani wacha tuombe tena. Tunaomba tena. Sasa nikashindwa, kwani mimi ni wa shetani? Tukiomba Mungu ni shetani anajibu. Ni kwa sababu nataka niseme ya kwamba you are training somebody, ama kuna mahali ambapo unamuelekeza, lakini yeye ako na msimamo wake. Bwana asifiwe. Ako na msimamo wake. I'm not only talking to you, I'm talking to everybody who can hear these teachings. Ya kwamba for you to prosper, you need to submit yourself to a mentor ambaye atakusaidia ndio ukaweze kuendelea. Praise the Lord. Na hii shida nataka niseme ya kwamba iko karibu kila mahali, hata kwa familia. Unaweza kukuta mtoto ndiye anaonyesha wazazi vile watafanya. Nasema mama ama baba, leo nasikia tufanye hivi, leo nataka tufanye hivi. Na wazazi nao kwa sababu wameachana na majukumu yao, unakuta ya kwamba amesema fulani amesema nataka hivyo, na haangalii kutakuaje baadaye. Praise God. Unakuta kuna hatari. Kwa sababu let me tell you, if you are a mentor, unafaa usimame katika ofisi yako. Na kama mtu akikataa kufanya vile unavyomwambia, ujue ya kwamba that is called rebellion. Praise God. Amen. That is called, nataka mniambie, that is called rebellion. Bwana asifiwe. Lakini usifike mahali and you are a trainer and then you bed solo ati ndio mpatane. Mambo ambayo unafundisha na Mungu amekuita afundishe, ni mtu either atii, na kama akikataa afanye peke yake ukiwa hauko pamoja naye. Praise the Lord. Kwa sababu nataka nikuambie mtu wa Mungu, Paul aliambia Timotheo siku moja ya kwamba usikimbie sana kuwekelea watu mikono. Hiyo ni Paul alimwambia Timotheo. Alimwambia do not hastily lay hands upon anybody. Do not participate in somebody's sin. Praise God. Wacha nikuambie vile inamaanisha. Kuwekelea mtu mikono haraka ni kama vile hapa kunaweza kukuja mtu akuje na siku moja tukisema vile huwa tunaongozwa kama kuna mtu ako na ushuhuda, mtu akuje aseme haleluya amen na aongee mambo mengi alafu aseme niko na wimbo, aimbe wimbo mpaka mseme mwanze kufanya namna gani, mseme ametupeleka level bingu sijui ya wapi, na kutoka hapo kwa sababu tumeona hivyo tukuje tumwambie kuja hapa tukuombe. Kutoka leo
tumekupokea uwe mmoja wa worshipers. Na labda huyo mtu alikuwa mwimbaji, ni kweli, lakini kwa sababu ya mambo yake mengi akafukuzwa kwa kanisa yao, akakuja kwa hii kanisa tukimwekelea mikono. Na labda alifukuzwa kwa sababu alikuwa mwimbaji na ni muasherati. Si akikuja hapa tukimpokea, si tumempokea na mambo yake yote. Do you know that? Ukienda ukipokea mtu, kwani atabadilishwa na wewe? Anakuja vile ali. Praise God. Kwa hivyo atakuja na mambo yake yote. Na kwa hivyo akija na mambo yake, tukianza kuona uasherati umezidi sana kwa kikundi cha waimbaji, hata sisi tunahusika, kwa sababu tuliharakisha kumwekelea mikono ya kwamba ungana na. Praise God. Do you know, kama ukidhibitisha mtu mwambie fanya jambo, hilo jambo likiwa mzuri, hata we Mungu atahesabu ya kwamba unalifanya, kwa sababu ni wewe alitumia kuweza kusaidia mtu afanye hilo jambo. Praise God. Na likiwa baya, Mungu atakuwa anasema hata wewe unahusika, kwa sababu wewe ndio ulipatiana express authority, enda ukafanya hivyo. Hiyo ndiyo hatari ya kuwa mwalimu ama trainer. Na siku moja James akasema ya kwamba na tusiwe walimu wengi, kwa sababu walimu watapata adhabu kali. Praise God. Bwana asifiwe. James alisema ya kwamba do not become many teachers, msiwe walimu wengi. Akasema ya kwamba walimu watapata, ama walimu, mtu akishakuwa mwalimu, akasema ya kwamba kuna vile watapimwa. Na if you are a teacher na ufundishe watu, that is James 3, my brethren, Lord, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Akasema tusiwe walimu wengi, kwa sababu James 3 verse 1 akasema walimu watapata hukumu ambayo itakuwa kali. Nitapokuja kutamatisha, nataka nikuambie siku ya leo, vile unaniona nikiwa hapa, kuna siku nitasimama mbele za Mungu na nitaweza kuelezea wa Mungu kwa nini mko vile mlivyo, kwa sababu si mimi huwa nawafundisha. Praise God. Nikiwa mimi tu peke yangu, ninaweza fanya watu wengi wende mbinguni, lakini pia ninaweza kupoteza watu wengi. Praise God. Ndiyo sababu James akasema, my brethren, do not become many teachers, for teachers will receive a stricter judgment. Huwa ninakaa hivi na ninajiuliza, kwa sababu si tuko na dini nyingi duniani. Praise God. Amen. Do you know wale watu huwa wanasema ni Waislamu, wataulizwa kwa nini nyinyi ni Waislamu, na watasema kuna yule mtu aliwafundisha hiyo ndiyo njia ya mbinguni. Kwa hivyo kama ni watu 500,000 ama milioni 10 ama milioni 50, hao watu wote ile njia wanafuata ni kwa sababu ya yule mwalimu alifuata. Praise God. Amen. Si tuna watu ambao huwa wanaweka rangi nyekundu hapa, wanaitwa Wahindi, wanaitwa Sikh. Hao watu wote ndio waweke rangi hapa. Kuna mtu aliwaambia hii ndio njia ya mbinguni. Praise God. Kama kuna wengine huwa wanaangalia kilima mlima inaitwa ya wapi na ya wapi, kuna yule mtu ambaye aliwaambia ya kwamba Mungu ako wapi. Praise God. Na kama ni wa Kristo, kuna yule ambaye aliwaambia hii ndio njia. Praise God. That is why, kama haujui kitu, tafadhali usikuje kujiwekelea kwamba useme kwa imani. Maandiko inasema if you are blind and you lead other people, all of you, because you are blind, wewe kipofu ukiongoza mwingine kipofu,
mtaanguka shimo nyinyi wote. Bwana sifiwe. Amen. We need instructors, we need trainers, we need mentors. Praise God. Now, all these people, before you come to that place of teaching, of mentoring, ni vizuri uwe na uhakika ya kwamba what I'm teaching others, I am sure that this is the right thing. Praise God. Amen. Mumeelewa watu wa Mungu? Bwana sifiwe. Kuna mahali ambapo umeshawahi kuambia watu ni sawa tu. Nakumbuka kuna mtu mmoja aliambia mwingine, akamwambia sasa fulani, miaka imeenda sana, wewe fanya hivi, enda tu huko tu, ukipata kamoja kalete hapa tuombee upate ndoa, tutakaombea kaokoke. Nikashangaa sana. I was so much surprised. Kasema enda tu, ukipata msichana yoyote mulete hapa. Na unajua ni kwa nini nilimwambia hivyo? Kwa sababu walikuwa napeleka sadaka kwake. Kamwambia ukipata tu mmoja, enda ulete hapa, tutamuombea afanye nini. Sasa hiyo nyumba sijui kama iko, lakini kama ilipotea, wakati Mungu anaangalia mateso ya huyo mtu akiuliza Mungu, kwa nini ulinisahau? Mungu huwa anaangalia, anasema mimi sikusahau, ulipata a wrong or a blind instructor kwa mambo ya ndoa. Praise God. Amen. Na hakuna kitu kibaya mtu wa Mungu kama kwenda kwa mtu blind ndio akuongoze kwa mahali unataka kwenda. Ni vizuri omba Mungu every time akuonyeshe mtu ambaye anaona, na yule mtu ambaye anaona, maandiko inasema ukiona mtu anaona, receive that person, because if you receive that person, umempokea yule ambaye alimtuma, naye ukimpokea huyo, ujue ya kwamba umemwamini Mungu aliyemtuma. Praise God. Amen. Kanisa la Mungu tumepata kuelewa. Praise the Lord. Mambo mengi ambayo huwa inasumbua watu duniani, it is just because of lacking the right trainers, the right mentors and the right coaches. Na kazi ya coach ni kukuambia you can do better than that. Na siku ya leo nikienda kumaliza, watu wa Mungu tafadhali, just as I have taught you, ni vizuri, do not be independent. Praise God. Amen. Do not be independent. Ukiona mahali na ukifanya kitu, hata ni vizuri, enda tu kwa mtu ambaye unaona huyu amehitimu, hata kama ni nguo. I love what we do in our home. Praise God. Every time tukinunua nguo mpya, my wife wananiuliza, unaona nimekaaje? Praise God. Unajua ningetaka kae vizuri, na nikimwambia hapo ni pazuri, hiyo mtaiona hapa. Praise God. Bwana asifiwe. Amen. Lakini if anything, akiona comment yangu si vizuri, hiyo hamtajua kama ilinunuliwa. Bwana asifiwe. Amen. Akienda afanyiwe hairstyle, mpaka ataniuliza nimekaa na namna gani. Praise God. Na nitamwambia bila unafiki, bila unafiki. Praise God. Ama anaenda kwingine. Kuna watu wengi ambao wanaweza kumsaidia. Na nikuambie, katika maisha, kila kitu ambacho unafanya ni vizuri kwenda to the right people, waulize. Kuna huyu kijana wa Solomon ambaye anaitwaje? Kijana wa Solomon. Mpaka niwe nimewafundisha Biblia. Na kama hamkumbuki, ni nini hamkumbuki? Nimewafundisha.
I always tell you, hakikisha kabla ya mwisho wa mwaka umemaliza kusoma Biblia. Anaitwa Rehoboam. Praise God. Kuna wakati alienda kwa wazee kwa sababu ya mambo alikuwa ameulizwa, akasema nataka mnisaidie, nitaambia hawa watu namna gani. Wazee, kwa sababu unasikia wanaitwa wazee, walikuwa wamekaa uongozini sana. Wakamwambia vile hawa watu wanakuambia wasikize, na ukiwasikiza watakaa watumwa wako milele. Akatoka hapo akaenda kwa vijana. Alipoenda kwa vijana akawaambia, watu fulani makabila hii wameniambia ABCD, mtanishauri namna gani? Akasema nini? Hawa watu wasijaribu kuangalia, enda uambie baba yako ni afadhali. Wameenda kwa trainers ambao they are unqualified. Umwambie baba yako alikuwa anawachapa kwa vibako, mimi nitawachapa kwa scorpions. Ge, najua kiboko ni chungu, lakini ge ni chungu zaidi. Kasema wacha hivyo, kidole ya baba yangu ama kidole yangu, kasema ya kwamba inakaa kama hili ni dai. Kasema I'll be very tough to you. Na alipowaambia hivyo, wakakaa hivyo, wakauliza tuko na nini na nyumba ya Daudi? Kasema wajitawale na sisi tuwe, kwa sababu alienda to the wrong person to train him. Praise God. As I finish, watu wa Mungu, wacha nikuambie, in life kuna trainers aina mbili ambao nataka nikuambie siku ya leo. Kuna watu watakuambia mambo kwa sababu wangetaka ukae vizuri, lakini kuna watu watakuambia mambo kwa sababu angetaka kupata kibali mbele zako, ama kuna mahali fulani unamsaidia na atakuambia ndio aweze kuendelea kupata. Na ndio maandiko inasema ya kwamba kujikusanyia watu ambao wanakuambia mambo ambayo ungetaka kusikia. Praise God. I'm enjoying what I'm teaching today. I'm enjoying what I'm teaching today. Kuna one of the seminars, kulikuwa na seminar moja, na mmoja ambaye alikuwa anafundisha mambo ya familia. It was a meeting of couples. Akasema ninataka tuwe wazi. Akasema kuna kitu nasikia Mungu akinizungumzia. Akauliza watu, na walikuwa wa mama na wa baba. Akawauliza siku ya leo, I want you to be true to God, kwa sababu Mungu anaona na kuna kile anataka kukuambia. Watu wakatega masikio. Akauliza, how many of you today, kama Mungu akikupatia chance ubadilishe yule bwana ama yule bibi uko naye, unaweza kubadilisha? God is speaking something to me. Ukipatiwa second chance, unaweza kusema nibadilishe huyu, wacha ni wachane na huyu. Karibu watu wote waliinua mkono wakifikiria kwamba wanapatiwa nafasi nyingine ya kutafuta mwingine mzuri. Kainua mikono akasema, mimi yule niko naye, kama Mungu anaongea na huyu mtumishi wake, ameona mateso yangu. Praise the Lord. Siku ya leo watu wa Mungu, wale mmeoa, wangapi wakipatiwa nafasi nyingine ya kupata beta wanaweza? Praise the Lord. Haikuwa hivyo vile walikuwa wanangojea, they were disappointed, kwa sababu waliambiwa ya kwamba even if you are given a second chance, yule ambaye ulichagua ndiye. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu hajapatiana nafasi ya mtu kuoa na kutafuta mwingine mzuri zaidi. Wakati wa kutafuta mzuri zaidi ni kabla haujaoa. Bwana asifiwe. Kabla haujaoa, you can look for the best, and that is why you need a trainer akusaidia kutafuta the best. Praise God.
Once you marry, hiyo watu wengi huwa wanasema ya kwamba ni kifungo cha milele. Till death do you part. Mpaka tungoje mpaka Bwana asifiwe. Hakuna nafasi Mungu atakupatia ya kusema ya kwamba Mungu ako huruma nyingi, atanihurumia na atanipatia mwingine. It is just that and it is just that. Praise God. Na ndio watu wa Mungu tusifanye mistake. Today I'm talking about we need mentors, we need trainers, we need instructors, we need life coach. Hata kwa hii maisha, we need a coach somewhere ambaye atakufundisha kuishi vizuri. Lean not on your own understanding. Praise the Lord. Na ninapoenda kukatamatisha, nataka siku ya leo kanisa likaweze kufahamu, kanisa likaweze kuelewa ya kwamba it is the will of God. Do not live independent life. Praise God. Usiishi maisha ambayo unakataa kuwa chini ya watu fulani ambao Mungu amekutumia. Kwa sababu ukikosa kufanya hiyo, if you are not ready to submit under authority, hata Yesu siku moja akabelieve in God. This is what you need. God bless you. Amen. Ninataka nikaweze kuomba, na nikienda kuomba right now, nataka nikuambia kwamba the way to heaven, Yesu akasema, I am the way, the truth and life. No one comes to the Father but by me. Siku ya leo unaweza kuwa unanisikiza ama unaniona na haujui vile unaweza enda mbinguni. Yesu amesema yeye ndiye njia, ndiye ukweli, ndiye uzima. He is the only way, not one of the ways. He is the only way. Receive Jesus in your life and you will see God. You will enter into heaven. Wacha tuombe na wewe, hili ombi ukimaanisha, and God will receive you. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu, naja kwako, kwa maana nimejua wewe ndiwe uzima, wewe ndiwe kweli, na wewe ndiwe njia ya mbinguni. Nimekupokea kwa maisha yangu, uwe njia yangu, uwe ukweli wangu, na uwe uzima wangu. Na kuomba Bwana, nipokee na uniongoze nikaweze kumwona Baba. Kwa jina la Yesu nimekupokea na nimekuamini. God bless you. Wewe ambaye umeomba hilo ombi, tupigie simu utuambie umempokea Yesu, na kama vile nimekuwa nikifundisha siku ya leo, tutakusaidia zaidi kumjua Yesu na kumjua Mungu Baba, na ndio ukaweze kufika mbinguni katika jina la Yesu. May God bless you, akupende na akulinde na akudumishe kwa jina la Yesu. Bye bye, tutaonana wakati mwingine kwa neema ya Mungu. May God bless you so much in Jesus' name.